Mpendwa popote ulipo na kusalimu. Hujambo? Anayezungumza nawe ni Senior Pastor Mutuma. Napenda kukukaribisha katika ujumbe wa neno la Mungu ambao Mungu amenisaidia kuandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Ujumbe wenyewe unatokana na wimbo ambao umetafsiriwa kwa lugha mbalimbali. Lakini napenda kusema ya kwamba wimbo huu uliandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Na wimbo huu uliandikwa karne ile ya 18. Mpendwa, kabla sijaleta fundisho hilo, ningependa kukusihi popote ulipo ukubaliane nami tuweze kwenda mbele za Mungu kwa njia ya maombi ili atusaidie kuelewa na fundisho hili. Hebu tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, itakaze midomo yangu. Naomba Roho wako anitumie ninene atokayo kwako ili aweze kumsaidia msikilizaji na mtazamaji mpendwa pamoja nami tuweze kukujua zaidi na tuweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu. Tawala dakika hizi ili neno lako lisikike na likubalike na kila mmoja atakayelisikia. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa, napenda nikueleze ya kwamba kuna wimbo ambao unapatikana katika nyimbo za Kiingereza kama vile SDM nambari 434 ama Christ in Songs nambari 185 ama kwa wimbo uitwao nyimbo siagendi wimbo wa Kikikuyu nambari 239. Na katika wimbo wa Kijaluo ambao nasema Wawinjo Mandala Maler nambari 268 na wimbo wa Kikisii ambao nasema Twaboigure Buya Bwenze nambari 268. Lakini kwa lugha ile ya Kiingereza katika wimbo ambao unapatikana katika Christ in Songs unasema Tumbivia ama We Speak of the Realms. Alright, sasa nyimbo hizi kwa kifupi nataka niseme ya kwamba wimbo ambao unapatikana katika SDM una mafungu 8, lakini katika Christ in Songs una mafungu 3. Lakini pia katika wimbo wa Kikuyu uitwao nyimbo siagendi ni mafungu 3. Lakini nimekwisha sema ya kwamba SDM iko na mafungu 8 na wimbo wa Kikisii una mafungu 8 na wa Kijaluo una mafungu 8. Kumaanisha kwamba wimbo ule wa Christ in Songs na wimbo wa Kikikuyu umepoteza fungu 1. Na je, wimbo huu ambao nimekwisha kusema kwamba kwa lugha ile ya Kikikuyu unasema twaragia uhoro mwega. Sasa wimbo huu wapendwa ndio nataka tuangalie mtunzi alikuwa nani na maana ya kutunga ilikuwa nini. Kisha baada ya hayo na mimi nikupeleke kwenye Biblia tuangalie Biblia nayo inasemaje kuhusiana na mafungu yaliyotungwa na mtunzi ambaye tunamuita Elizabeth Muse. Elizabeth Muse alisaliwa mwaka wa 1805 kule Newington, North London ama Uingereza. Na pia inasemekana ya kwamba aliolewa na mjumbe wa parliament aitwawe Thomas Muse. Na inasemekana ya kwamba mama huyu alikufa akiwa mdogo, alikufa tarehe 21 mwezi wa 4
mwaka wa 1829 akiwa na umri wa miaka 24. Lakini kabla hajafa alisoma kitabu ambacho kiliandikwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Bridges, na mtu huyu alikuwa anaangazia kitabu cha Zaburi 119 fungu la 44. Sasa huyu Elizabeth Mills aliposoma kitabu hicho ambacho Bridges alikuwa anaangazia Zaburi 119 na fungu lile la 44. Hebu nisome fungu lile linasema, Zaburi 119 fungu lile la 44 nasema, nami nitaitii sheria yako daima, naam milele na milele. Lakini zaidi sana alipoendelea kuangazia ama kuangalia kitabu hicho kulingana na namna Bridges aliangazia Zaburi 119:44, aliweza kuelewa ya kwamba mtu huyu alikuwa pia anazungumzia habari za Yerusalemu mpya. Kwa hivyo sasa nataka niseme ya kwamba mtunzi wa wimbo huu kila fungu lilikuwa na mistari 6. Naomba pia niseme ya kwamba Elizabeth Mills Elizabeth Mills, nasema Elizabeth Mills maana aliolewa na Thomas Mills, na inasemekana kwamba kama imebaki wiki 3 afe ndiye akatunga wimbo huo ambao nimekwisha kutaja habari zake. Kama imebaki wiki 3 afe, akatunga wimbo ambao ninataka kwenda kuleta kwenu. Lakini wimbo huu mtaniruhusu niweze kuimba. Kwanza niimbe kwa lugha ile ya Kikikuyu, na alafu kisha niimbe kwa lugha ya Kikisii na lugha ile ya Kinjaluo. Kikuyu inasema, twauraya uhoro mwega wa Mose muthaka muno, rere wakwone mbore inengatonya kuo, njĩra ciakwo no thahabu thĩ, ngo cia tũhiga twega, ikeno ciakwo tũtiũĩ, inengatonya kuo. Naomba niachie hapo, ndio nijaribu kuimba kwa lugha hizi zingine, Kijaluo na Kikisii. Hata kama sitatamka sawa sawa, naomba utaniwia radhi, lakini ndugu yangu au ndanda yangu kutoka Nyanza, sehemu za Wajaluo, ataweza kunielewa hata nisipotamka vema. Wawinjo mandala Nyasaye, pima bendo kendo manyeni, waworoko ena beto, wagombo bendo kanyo, nitie wavyo madha uko, konde mandongo kucha, kabetie Yesu olo sone, jogondu to mageni. Naomba sasa nijaribu kuimba kwa lugha ya Kikisii, hilo fungu tu. Twa boigure buya bwenze, naomba niundie tena. Twa boigure buya bwenze, nginya esabe ire, abuya bwage bwaye kobo kumyanga, kiera beko bao, sincera nesiedha boma, gaso yesilulu, tigo tobeka obuyanga,
kirabe kobao. Ndio sikutamka vema, lakini nilipenda nijue ama nilipenda niimbe ndio ieleweke ya kwamba ndugu zangu wale wa kutoka Nyanza, sehemu ya Wajaluo na sehemu ya Kikisii naimba wimbo huo ama waliutafsiri kutoka kwa Kiingereza. Maana hapa kwa Kisii nasema twaboigure buya bwenze enginya esabeire. Obuya bwaye bwagokumia ng'akierabe kobao. Sincera neshe edhahabu magaso silulu. Tigo tobeka obuya ng'akirabe kobao. Pale kwa Waluo wanasema wawijo mandala Nyasaye epi mabe kedo manyeni waworo kaka enobe to wagombo bendo kanyo. Nitie wang'io madhahabu kokundi mandongo kucha. Kabetie Yesu oloso ninjogo nduta magin. Lakini pale Wakikuyu nao wanasema twara yohoro mwega wa musimu thaka muno riri waku ni mumbure ihi ningatonya kuo. Njira ciaku ni dhahabu thingo cia tuhiga twega ikeno ciaku tutiuwi ihi ningatonya kuo. Sasa hapa inasema ihi ningatonya kuo. Pale kwa Kiingereza inasema but what must it to be fair. Ni kama swali, nitawezaje kuwa pale? Sasa nataka niseme ya kwamba Elizabeth Muse alipotunga wimbo huu aliuangazia vitabu ama kitabu cha Ufunuo na vitabu vingine ambavyo nitawaelezea kulingana na vile nami nimeangalia wimbo huu na nikatafuta katika Biblia inawezaje kunisaidia kuelewa wimbo huu au Biblia inasemaje. Ndio. Sasa hebu niende katika lile fungu la kwanza ambayo inasema ya kwamba tunaongea habari njema kuhusu mji ule ambao habari zake zimefunuliwa. Je, nitaweza ingia mji huo? Barabara za mji huo ni za dhahabu, hata kuta zake zimejengwa na lulu. Lakini furaha ya huko sijui, lakini nitawezaje ingia kule? Lile la pili anasema watu wa huko hawafanyi dhambi, hakuna huzuni ya roho ama mwili. Je, nitaingia huko? Upendo ni mwingi mno huko, lakini mavazi ya kuingia huko ni matakatifu. Ndio kanisa la kwanza. Je, nitaweza ingia huko? Sasa hilo ni fungu la pili nimesema, lakini huyu mwandishi wa wimbo wa Kikikuyu lile fungu la 4 katika Kiingereza akalitaja kuwa ni fungu la 3. Hebu niseme tu, inasema nitengeneze moyo wangu ili niweze kushinda majaribu. Ndio nami nikaje kuona wema ambao walioko mbinguni wanauona. Nitatembea katika mashamba hayo nione utukufu wa Mungu nikiwa pamoja na malaika pamoja na Yesu. Lakini je, nitaweza ingia huko? Sasa nataka nitaje lile fungu la 3, maana hili nimetaja ni la 4 kwa Kiingereza, lakini lile la 3 ambalo haliko katika wimbo wa Kikuyu, lakini liko katika wimbo wa Kikisii, liko katika wimbo wa Kijaluo. Lakini hapa kwa Kiingereza nasema our morning is all at end when raised by the life living word. The city so holy and clean, no sorrow can breathe in the air, no gloom of affliction or sin, no sound of evil is there. Kumaanisha ya kwamba hakuna kilio. Baada ya kufufuliwa na lile neno ni nani? Ni Yesu. Ndio tutaweza kuingia katika mji huo ambao utashuka kutoka mbinguni, umeandaliwa kama biharusi anavyoandaliwa kwa ajili ya bwana harusi. Mji huo mtakatifu
ambao ni msafi, hakuna huzuni, wala katika hewa ya huko haina jambo la huzuni. Ndio, hakuna dhambi pale na hakuna uovu pale. Sasa mpendwa, je, Biblia kwangu inanifundishaje katika maneno hayo? Hata ingawa Elizabeth hakutaja mafungu ambayo naenda kutaja, naomba mpendwa upatane nami tuingie katika Biblia itusaidie kuelewa wimbo huu kwa upana zaidi. Sasa nikienda katika lile fungu la kwanza ambayo inasema ya kwamba njia za kuingia mji huo ni za dhahabu. Ufunuo 21:21 nasema, Ufunuo 21 fungu la 21 inasema barabara za kuingia mji huo ni za dhahabu. Ufunuo 21 fungu la 18 inasema kuti za mji huo zimejengwa pia na mawe ya yasifi na hata na dhahabu pia. Lakini pale katika wimbo ambapo aliutunga alisema kuta hata zimejengwa na lulu. Sawa. Alafu tena na anasema ya kwamba lakini kutakuwa na furaha nyingi, na kuingia humo itahitajika mtu awe na mavazi safi. Kuingia humo kila mmoja atahitajika kuingia akiwa na mavazi safi. Je, mavazi safi ambao tunatakiwa kuwa tumevaa tukiingia mji huo ni gani? Ndio. Katika Ufunuo 19 fungu la 8 inasema kitani nzuri ni mavazi ama ni haki ya watakatifu. Nilihusu hata niende pale ni ile Ufunuo 19 na fungu lile la 18. Ufunuo 19 fungu la 18 inasema, niruhusu niende Ufunuo 19 fungu la 8. Ufunuo 19 fungu la 8 inasema, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Ya kwamba ili kuingia katika mji huo, naomba niundie tena, ili kuingia katika mji huo mtakatifu itahitajika kila mmoja awe amevaa kitani nzuri au mavazi safi, ambayo ndio yanasema ya kwamba ni matendo ya haki ya watakatifu. Ya kwamba mimi nawe yatupasa kuwa na matendo ya haki. Sasa matendo hayo ya haki ndio yatakuwa kama vazi la kutubika ili tukubaliwe kuingia katika mji huo. Ndio. Sasa hebu tuendelee mbele. Alafu inasema tena, lakini katika mji huo, maana inasema ya kwamba watu wa huko hawafanyi dhambi. Ufunuo 21 fungu la 27. Ufunuo 21:27 inasema ndani yake hakitaingia kama kitu kinyonge, kwamba hakuna mwenye dhambi atakubalika kuingia katika mji huo. Alafu hebu niende katika lile fungu la 3. Lile fungu la 3 ambayo nasema ya kwamba hakuna kilio huko baada ya watu kufufuliwa. Je, Ufunuo 21 nasemaje? Ufunuo 21 fungu la 1 mpaka la 3. Enda nami Ufunuo 21 fungu la 1 hadi la 3 inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupamba kwa mumewe. Sasa Yohana akasema akaona Yerusalemu mpya, mji mpya Yerusalemu ikishuka katika dunia. Mpendwa, wimbo huu unazungumzia juu ya makao sehemu mbili, makao ya mbinguni na makao katika nchi mpya. Sasa nataka nikuambie, au napenda nikuambie makao ya mbinguni kulingana na Ufunuo 20, watu wa Mungu wataenda mbinguni pamoja na Yesu, wakae kule muda wa miaka 1000. Baada ya miaka 1000 watashuka katika dunia wakiwa katika mji huo mtakatifu uitao Yerusalemu mpya. Sasa
Mji huo uitwao Yerusalemu mpya, ndio tunaambiwa ya kwamba mji huo, fungu la 3 inasema ya kwamba katika mji huo nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi kisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Sasa mpendwa, nataka niseme katika nchi mpya ndio patakuwa ni makao pa Mungu. Atahama mbinguni, ashuke katika makao yaitwayo Yerusalemu mpya, nchi mpya, akae pamoja na watakatifu, ayafute machozi katika macho yao, akomeze kifo. Imeandikwa wapi? Katika Isaia 25 fungu la 8 na Isaia 35 fungu la 10. Niruhusu niende pale. Katika Isaia 35 fungu la 10 nayo inasema, na hao waliokombolewa na Bwana watarundi, watafika Sayuni wakiimba na furaha ya milele. Itakuwa juu ya vichwa vyao, na watapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua sitakimbia. Huzuni, kuugua sitakimbia, sitawatoroka kamwe. Huzuni, kifo, maumivu, maombolezo hayatakuwepo katika nchi mpya. Ndio mpendwa. Lakini pia utaangalia pale katika Isaia 25 lile fungu la 8, niruhusu pia niende pale, inasema, amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zao. Naomba nirudie. Amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Ndio, katika ulimwengu huo Bwana amenena ya kwamba ataondoa kifo, ataondoa huzuni, haitakuwepo pale. Lakini sasa kuna mambo mawili nataka tuangalie hapa kulingana na wimbo. Jambo la kwanza ambalo anasema, je, nitaingia huko? Sasa nataka nikwambie mpendwa, kuingia mbinguni ama kuwepo katika nchi mpya ni kusudi lako. Sio shauri ya Shetani, wala sio shauri ya Mungu, ila ni kwa hiari yako. Sasa elewa hapa. Ukiamua kwenda, Mungu atakutia nguvu ya kufaulu kuendelea kutimiza maamuzi yako. Ndio. Lakini usipoingia, itakuwa ni kwa vile wewe mwenyewe uliachilia kuishi maisha ya dhambi. Kumbuka, Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni walipewa sheria, lakini wakaachiwa mambo mawili, kuamua kula ama kutokula. Wakaamua kula, ikawa wamevunja sheria na wakaingia katika dhambi. Kwa hivyo yale walioamua wenyewe kwa hiari yao yaliwapelekea katika kifo, ama yalisababisha kifo kuwajia. Na ndio sababu mpendwa, Yesu akaja na anasema katika Mathayo 11:28, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao, njooni. Sasa anayekubali kwenda, Yesu atapumzisha yeye, atamtakasa kulingana na waraka wa kwanza wa Yohana 1:9, ambapo anasema tukisiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu wa haki, atatusamehe na kutuondolea na udhalimu wote. Kwa hivyo mpendwa, ikiwa nataka kwenda huko, ikiwa ninataka kwenda huko, yanipasa kuamua ndani ya moyo wangu kumpokea Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu, na nikubali kufuata maagizo yake, na nikubali kufuatana naye kama Henoko alivyofuatana na Mungu miaka 300. Kwenda mbinguni kutategemea uamuzi ule utakaoamua, aidha kumwishia Mungu, kutembea na Mungu, kukubali neno lake. Lakini pia katika kitabu cha Yoshua sura ya 24:15, Yoshua akasema ya kwamba chagueni hivi leo. Hiyo inamaanisha nini? Itategemea uchaguzi wako, aidha kukubali kumpenda Mungu, kukubali kuishi kama mapenzi yake alivyo, ama kukataa. Yoshua 24 mstari ule wa 15 ndio nataka uelewe ya kwamba mpendwa,
itategemea uamuzi wako. Mstari wa 15 unasema, nanyi kama mkiona ni vema kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ona, Yoshua anasema chagueni, kumaanisha uchaguzi wako ndio utakufanya kwenda mbinguni ama kutoenda. Lakini pia mwimbaji wa wimbo akanena neno ambalo nataka pia tuliangazia nikimaliza. Anasema ya kwamba tengeneza moyo wangu uwe safi. Tengeneza moyo wangu uwe safi. Sasa mimi na wewe yatupasa kujiachilia kwake na kumuomba atengeneze mioyo yetu. Kumbuka, anaposema njoni kwangu ni kumaanisha haji kwetu kwa nguvu. Hatuchukui kwa nguvu. Anangojea sisi wenyewe tuonyesha kwamba tunamuhitaji. Tukionyesha kwamba tunamuhitaji, atakuja kwetu. Ndio sababu Ufunuo sura ya 3 anasema, nasimama mlangoni nikigonga. Mtu akisikia sauti yangu, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye. Anasema nasimama mlangoni nikibisha. Kwa nini? Hawezi ingia ndani ya moyo wako kwa nguvu. Hawezi ingia ndani ya moyo wako kwa nguvu. Hawezi ingia ndani ya moyo wangu kwa nguvu. Ananihitaji nimfungulie moyo, aingie, akae nami, atawale moyo wangu, anipe ushindi dhidi ya dhambi. Anakuhitaji umfungulie moyo wako, aingie. Mpendwa, nataka nikuambie ya kwamba tumepewa uhuru wa kuchagua. Sasa ombi langu ni ya kwamba Mungu akusaidie pamoja nami tuchague kumpokea Yesu ndani ya moyo wetu, ndani ya mioyo yetu. Kumbuka, Injili ya Yohana sura ile ya 1 inasema, na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Nasoma pale ndio nimalizie. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wote waliompokea, na wale hawakumpokea hakuwafanya kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo Bwana anangojea wewe uamue kwa moyo wako, niamue kwa moyo wangu kumpokea, ili aweze kunifanya kuwa mtoto wa Mungu. Maana hapa nirudie tena nasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na wale hawakumpokea hawakufanywa kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo uchaguzi ni wako, umpokee ufanywe kuwa mwana wa Mungu, ili Yesu atawale maisha yako, ili Yesu atembee nawe katika maisha yako hapa duniani mpaka atakapotokea mawinguni, anitoae mpaka mji wa mbinguni. Mpendwa, uhuru ni wako, uhuru ni wangu, lakini omba pamoja nami tumwambie Mungu ya kwamba itakasa mioyo yetu, tusaidie kukupokea ndani yetu, ili utuandae kuwa tayari kuingia katika mbingu, na pia tuwe tayari pia kuishi katika dunia mpya, mahali ambapo Mungu ataweza kuishi pamoja na watu wake. Asante mpendwa kwa kusikiliza. Lakini endapo ungependa kujua mengi ambayo nimefundisha, naomba utembelee channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutumasinia, utapata mengi ambayo nimefundisha. Lakini pia nataka niseme ya kwamba endapo pia ungependa nifundishe neno, liingie kwa simu yako mara moja, naomba usubscribe. Na washukuru wote walio subscribe, kwa sababu ninapofundisha neno, nikifunga na kurusha kwa YouTube, mara moja linaingia kwenye simu zao. Hebu niombe mpendwa. Baba, kwa jina la Yesu, saidia msikilizaji mpendwa pamoja nami na mtazamaji pia. Tusaidie kukupokea Yesu ndani ya mioyo yetu. Tusaidie kuungama na kutubu kikweli, maana wameahidi kutusamehe na kututakasa. Tutie nguvu ili tuwezi kushinda dhambi. Tupe nguvu ya kushinda dhambi. Tusaidie kuishi maisha matakatifu kama wale mitume wa zamani na manabii wa zamani. Saidia msikilizaji mpendwa pamoja nami. Tuchukue uamuzi wa maana wa kukupokea wewe Yesu kuwa mwokozi wa maisha yetu, ili uweze kututakasa na kutembea nasi na kutupa uwezo wa kuishi ndani yako mpaka utakapotokea winguni. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Bwana akubariki mpendwa na kukutendea mema.